tulifanya nije Nyegezi leo mahususi, jambo la kwanza ilikuwa ni kwenye hii barabara. Yaani kabla sijawaza kuja Nyegezi, cha kwanza Mheshimiwa Diwani alichokuwa anakipigia kelele ni hii barabara. Na hata ukiangalia meneja utakuwa sahihi. Wakati tunafika hapo nikana kuuliza, hata huyu mwenye hii nyumba nzuri, mbona ni kama halali kwa amani? Ana wasiwasi kwa sababu hapa tukimpa miaka miwili tusipopata suluhu na ufumbuzi wa shida hii, ina hakika fensi hii haitakuwepo. Yaani tukimpa miaka miwili hii fensi haitakuwepo. Lakini madhara yanaendelea kuwa makubwa. Nimesema mwaka jana na mwaka juzi hapakuwa kama palipo hivi. So mimi napita hii barabara na gari. Huyu mwenye biashara yake hapo ulikuwa unaingia unapaki vizuri kabisa. Leo hakuna gari ambayo inaweza ikaingia hapa. Sasa meneja, wananchi hawa wote wakati wa kampeni vilio vyao vilikuwa ni viwili. Kilio cha kwanza kilikuwa ni barabara, na kilio cha pili kilikuwa ni maji. Na kwenye barabara wewe ndiye mwenye mamlaka ya kutoa kauli. Meneja, mimi nikuombe, wananchi hawa wanahitaji kupata kauli kutoka kwako yenye matumaini, na kwa namna gani tunatafuta suluhu ya kudumu kwenye eneo hili. Tunapata suluhu ya kudumu kwenye eneo hili. Meneja, karibu zungumza. Asante sana Mheshimiwa Mbunge. Wananchi, swala hili tutalifahamu na tulishafika hapa, tutafanya na usanifu, tutapeleka serikali kwa ajili ya kuombea fedha za kutengeneza mtaro wote na kuhakikisha tunapeleka maji kwenye mto kule chini. Na kupitia bajeti tunazoendelea nazo sasa hivi mwaka huu mwaka wa 25-26 tuliweka eneo hili hasa kujenga, kwanza tuanze na kivuko na labda tushuke chini kama mita 20 na juu mita 20. Ule mkataba uko tayari. Kilichopo ni kwamba kama nilivyokuwa nimekueleza, na mikataba ambayo ilisimamishwa kwanza. Kwa hiyo kutokana na kwamba tatizo linaendelea kuwa kubwa, toka hapa taongea na meneja wangu wa mkoa awasiliane na mtendaji mkuu wa TARURA ili tusiwe kama ambavyo nikueleza kwamba baada ya hapa naelekea kutukia la namna hiyo. Tutaziunganisha zote mbili pamoja na maelekezo ya kikao cha bodi ya barabara ya juzi, alafu tumuombe mtendaji mkuu kama swala la dharura, kwa sababu wakandarasi tayari tunao na mkataba tunao. Kwa hiyo tukiruhusiwa, kazi itaanza mara moja kujenga daraja hapa na kusikiliza mitaro. Nyegezi hoye! Jamani, si mmemsikia meneja kwamba wanalifahamu na walishakuja. Lakini meneja, nikwambie ukweli, wewe utakuwa shuhuda. Moja kati ya mambo nilikuomba na nikakuonesha kwa picha, tunapokuja Nyegezi ilikuwa ni hivi, na hata jana nilizungumza na wewe. Sasa wananchi hawa kwa kweli, muda mwingine kauli za tuko kwenye mchakato tunafanya nini wamezichoka. Huo ndio uhalisia, kwa sababu ukiangalia meneja, nafahamu hukuwepo, hili jambo umelikuta lipo, lakini lilianza kidogo kidogo sana, na hata sasa tunapozungumza madhara yake hayakuwa makubwa namna hiyo. Leo tunazungumza kuweka kivuko hapa, wakati zamani hatukuwa hata na haja ya kivuko, kwa sababu nachoamini itatilazimu tufanye hivyo, kwa maana ya kivuko ambacho kitahusisha huo mtaro, kinachoshuka chini ili hapa hawezi kupitika. Kwa hiyo mimi nikuombe, kwa sababu tayari umesema liko kwenye mchakato, nikuombe sana kama ulipozungumza kwenye mambo ya dharura kwenye jimbo la Nyamagana, kwenye mambo ya dharura, narudia, kwenye mambo ya dharura, kwenye mikataba ambayo inatakiwa kufanyiwa kazi, nikuombe hili swala liwe la kwanza. Katika kote tulikopita, hili jambo lipe kipaumbele chake. Lakini niwatie moyo wananchi, tumpeni imani meneja, anaiweza hii kazi. Tumetoka huko chini, tumeona yapo baadhi ya mambo ya changamoto kama hii. Kulikuwa na vivuko, hakuna mawasiliano baina ya pande mbili kama hapa. Lakini baada ya kujionea kupitia ziara yetu hii, meneja tayari ametupatia majawabu, na tunapozungumza kazi inakwenda kuanza leo na kesho itakamilika na watu wataanza kupita. Kwa hiyo hata ninyi, yawezekana mmevumilia kwa muda mrefu,
na mmekosa matumaini. Nataka niwaambieni, mimi nimepewa ridhaa hii na ninyi wananchi kwa ajili ya kufanya ufuatiliaji na kutatua changamoto kama hizi. Baada ya kuwa nimeondoka leo, nitaendelea kumsumbua meneja kwa ajili ya kufanya ufuatiliaji. Nyegezi oye! Ninawashukuruni sana na Mungu awabariki sana.